Asubuhi ndugu zangu waandishi wa habari, tumewaita leo makao makuu ya klabu yetu hapa Jangwani jijini Dar es Salaam, na tuna jambo kubwa, jambo zuri kwa ajili ya jamii. Kama ambavyo klabu ya Young African Sports Club imekuwa ikijitanabaisha siku zote, sisi sio timu ya dakika 90 tu. Tumekuwa tukishiriki kwenye dakika 90 kwa maana ya ushindani wa kimpira, lakini pia ni klabu ambayo imekuwa mstari wa mbele kwenye kila jambo ambalo linahusu jamii inayotuzunguka ya Watanzania. Na leo klabu ya Young Africans kwa kushirikiana na GSM Foundation tunalo jambo lingine zuri, jambo lingine kubwa kwa ajili ya jamii ya Watanzania ambayo inatuzunguka. Lakini leo hatuko peke yetu kwenye jambo hilo. Tunaye ndugu yetu, kaka yetu, rafiki yetu almaarufu kama Babu wa Kitaa. Lakini leo hayupo hapa kumwakilisha Babu wa Kitaa, yuko hapa kuiwakilisha Babu Cancer Foundation. Kwa hiyo tutapata nafasi ya kumkaribisha atueleze ni jambo gani Babu Cancer Foundation amekuja nalo, akienda sambamba na kutambulisha pia ugeni ambao amekuja nao hapa makao makuu ya klabu yetu. Na mimi kabla sijapeleka kipaza hicho kwa Babu, tunaye pia nahodha wetu hapa wa timu yetu ya wanawake Yanga Princess, Irene Kisisa. Juzi ilituuma mlipofungwa 2, lakini basi ndio mpira, najua tutazilipia sehemu fulani zile. Tunaye Irene Kisisa ambaye na yeye anakuja kushiriki moja kwa moja kwenye jambo hili ambalo tumewaitia siku ya leo. Kwa bila kupoteza muda, nimkaribishe kaka yangu Babu atufungulie kwa kutueleza ni jambo gani ambalo leo hii limemleta makao makuu ya klabu yetu, na ni jambo hilo lina mahusiano gani na klabu yetu Young African Sports Club. Karibu sana Babu, jamii ya Watanzania iko tayari kukusikia. Kakaangu Alikamwe, awali ya yote kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama siku ya leo, na tuwatakie mapumziko mema ndugu zetu wote ambao wametangulia mbele za haki. Lakini kubwa ambalo limetuleta leo katika klabu ya Young African hapa Jangwani ni ushirikiano ambao tunakwenda kufanya pamoja kwa siku ya kesho Jumamosi katika yale matembezi yanayofahamika kama Happy Walk, ambayo kimsingi yale matembezi yamelenga kuendelea kuhamasisha watu kufanya uchunguzi wa afya zetu ili tuweze kubaini magonjwa mapema. Wengi mnafahamu mimi ni shujaa wa saratani, kwa maana ya kwamba mimi ni cancer survivor. Sasa mimi nimeanzisha taasisi ambayo inaitwa Babu Cancer Foundation, na tuliamua kufanya hivyo kupata platform ya kufikia jamii, kwenda kufanya awareness, lakini pia kwenda kusaidia kwenye huu upande wa magonjwa ya saratani. Unaweza kujiuliza kwa nini tumekuja Yanga? Kama nilivyotangulia kusema hapa ndugu yangu Alikamwe, Yanga ni klabu ambayo inadili moja kwa moja na jamii, na sisi tukaona ni fursa kuungana na ndugu zetu wa Young Africans ambako kimsingi tunaungana na Yanga Princess. Wao ni klabu ya kina mama ambayo ina ushawishi mkubwa Tanzania, na tukasema tunapokwenda kwenye haya matembezi ya kuhamasisha watu kufanya uchunguzi wa saratani, especially kwa kina mama, ambako takwimu zinaonyesha ugonjwa wa saratani kwa upande wa kina mama, saratani ambazo zinaongoza kwa kusababisha vifo vingi ama kuleta matatizo mengi ni pamoja na kansa ya saratani ya matiti, saratani ya mlango wa kizazi, pamoja na daktari wangu yupo hapa atanisaidia mengine. Kwa hiyo tukasema ni vizuri tutumie fursa hii kushirikiana na Young Princess kwenda kufanya awareness, yani kwenda kupeleka ujumbe kwa jamii. Kwa hiyo siku ya kesho Jumamosi tutatembea na Young Princess kwenye matembezi ambayo yanakwenda kuhamasisha jamii kuwa na utaratibu wa kujichunguza, especially tumesema wakina mama, na magonjwa ambayo nimeyataja ambayo yanawakumba sana wakina mama ni pamoja na saratani ya mlango wa kizazi pamoja na ya matiti. Uzuri ni kwamba leo nimekuja na daktari bingwa wa saratani kutoka Ocean Road ambaye kwenye taasisi yetu yeye ni director wa tiba, kwa hiyo ataongea zaidi. All in all, naomba nichukue nafasi hii kutambulisha kwamba kesho Jumamosi tutakuwa na matembezi, na tunawakaribisha wananchi wote wa Tanzania, klabu mbalimbali kuja kushiriki hayo matembezi ambayo yatahamasisha watu kuja kufanya uchunguzi. Asante, na sasa nimkaribishe Dr. Ruta kwa maneno machache.
Asante Babu, asante Ligamwe. Jina langu naitwa Dr. Frank Felician Rutachu Nzibwa, ni daktari bingwa wa saratani kutoka taasisi ya saratani ya Ocean Road, lakini pia ni mkurugenzi wa tiba kutoka Babu Cancer Foundation. Sasa leo niko hapa kama Babu Cancer Foundation. Taasisi yetu basically imejikita katika kupeleka awareness, kutoa elimu kwa jamii, kuona umuhimu wa kuchunguza afya, kwa sababu sasa hivi saratani ni ugonjwa ambao unaokua kwa kasi, lakini unasababisha vifo vingi sana. Takwimu zinaonyesha tunapata zaidi ya wagonjwa 10,000 wa mlango wa kizazi, lakini katika wagonjwa hao tunapata vifo zaidi ya wagonjwa 6,000 katika saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia tunapata wagonjwa wengi sana wanaopata saratani ya matiti, zaidi ya wagonjwa 4,000 kwa mwaka. Sasa maradhi haya yanaweza kutibika vizuri endapo tutaweza kugundua maradhi haya katika hatua za awali, lakini pili, kuwa na utaratibu mzuri wa kuweza kuchunguza afya mara kwa mara. Sisi kama Babu Cancer Foundation tuliamua kwenda kwa jamii kwa ajili ya kutoa elimu, lakini pili, kusisitiza umuhimu sana wa kufanya uchunguzi wa afya. Tunafurahi tutashirikiana na Young Princess kesho katika matembezi ambayo tutatembea ili kuweza kuipa elimu jamii kwamba umuhimu wa kuchunguza afya na umuhimu wa kupata matibabu pale unapogundulika na saratani. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania wote ambao watapenda kushiriki na sisi. Matembezi hayo tunayafanya alfajiri, nadhani tutaanzia Ocean Road mpaka roundabout ya Aga Khan na kurudi Ocean Road, na baadaye tutaenda kwa ajili ya uchunguzi sasa wa saratani ya mlango wa kizazi na matiti kwa ajili ya kina mama. Tunawakaribisha Watanzania wote, usiogope. Ukigundulika na changamoto katika hatua za awali, ugonjwa unapona kabisa. Karibuni sana. Asanteni sana. Mmesikia kwa mapana yake sababu ambayo Babu Cancer Foundation wako hapa makao makuu, na daktari hapa ametuelezea pia kwa kina ni jambo gani ambalo tunaliendea siku ya kesho. Kwa kifupi, klabu yetu ya Yanga tukishirikiana na GSM Foundation siku ya kesho tutashiriki kwenye matembezi maalum ambayo yameandaliwa na Babu Cancer Foundation, lengo kubwa likiwa ni kuhamasisha elimu, ndio Yes. Na Watanzania kushiriki kwenye vipimo juu ya kansa ya uzazi na kansa ya matiti. Haya ni maradhi ambayo kwa tulivyoyatamka tu ni maradhi ambayo yanawasumbua sana kina dada, yanawasumbua sana kina mama, na hiyo ndio sababu tukaishirikisha pia timu yetu ya Young Princess, na wenyewe kesho washiriki kama sehemu ya kuhamasisha kina dada, kina mama waje kwenye matembezi haya ambayo ni kama kilomita 5 tu kutoka pale Ocean Road kuja roundabout ya wapi kusema hapa Aga Khan pale, kama kilomita 5 tu hivi, na sio kwamba tunakwenda kukimbizana, tunakwenda kutembea. Kwa hiyo timu yetu Young Princess yote itakuwepo kwenye matembezi hayo, na kwa sababu matembezi haya ni matembezi yenye lengo la kuhamasisha, na Babu Cancer Foundation wanayo furaha kubwa kuwatangazia kwamba hakuna chochote cha wewe kuchangia zaidi ya kuja kushiriki matembezi haya. Sio kwamba tunapokuambia njoo tushiriki pamoja matembezi haya ukafikiri kuna chochote ambacho tunatakiwa uchangie. Sana sana utakuja kupata faida kubwa wewe ambaye unakuja kushiriki, kwa sababu baada ya matembezi hayo patakuwa pana nafasi pia na fursa ya kwenda kushiriki kwenye vipimo na kupata elimu zaidi juu ya tatizo hili la kansa ya uzazi na matiti. Kwa hiyo tuwakaribishe sana mashabiki wote wa Yanga, na sio tu kina dada, hata sisi kina baba tuwape support dada zetu, mama zetu kwa kuja kushiriki kwenye matembezi haya. Mimi pia binafsi nitashiriki kesho alfajiri ya saa ngapi? 12 12:30. Mimi pia nitashiriki na familia yangu kwenye matembezi hayo, ili tuhakikishe tunapeleka ujumbe mpana kwa jamii kubwa ya Watanzania waweze kufahamu kwa ukubwa
tatizo hili la kansa ya kizazi na matiti. Kwa hiyo bwana, sisi tunashukuru sana Babu Cancer Foundation kwa kutufikiria klabu ya Yanga kama tunaweza kushiriki kwenye jambo hili kubwa ambalo mbali tu na kuigusa jamii, lakini pia lina faida nyingi kwa Mwenyezi Mungu. Tunakwenda kutoa hamasa kwenye tatizo ambalo linaweza kusaidia Watanzania wengi kiafya. Kwa sisi tutashiriki kwa 100%. Mungu atujalie tu hai, inshallah tuamke salama. Kesho 12 asubuhi tutaanza matembezi hayo kwa pamoja. Lakini kwa sababu tunaye captain hapa Aileen Kisisa, na yeye tumekubaliana naye atachukua wachezaji wenzake wote wa Yanga Princess waje pale kushiriki kwenye matembezi haya, basi tumpe angalau dakika chache azungumze na tueleze wao kama kina dada wamelipokeaje hili jambo. Huko nimekupeleka mbali kidogo Basi karibu uweze kuzungumza kwa uchache. Karibu. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, sisi kwanza tunapenda kushukuru Babu Cancer Foundation kwa kutuchagua sisi kuwa kama wawakilishi wa kuhamasisha Watanzania kuja kufanya vipimo, na sisi tunaomba Watanzania walipokee kwa ukubwa na wajitokeze kwa wingi katika kwenda kufanya vipimo na kujua afya zao. Imetosha captain. Imetosha sana captain. Kwa mnamfahamu Aileen, nafikiri sio muongeaji sana. Hapa yenyewe amejitahidi kweli kweli kutoa speech nzuri, fupi lakini imeeleweka. Fupi lakini imeeleweka. Ndio bwana Esther, kesho mapema kwenye matembezi tushiriki nyote, tutembee na kamera zetu na maiki zetu, tuhamasishe pia ndugu zetu na jamaa zetu wapate kufahamu kwa ukubwa kuhusu jambo hili. Kuna maswali yoyote ambayo mngetamani kuuliza, tupate majibu kutoka upande wa Yanga na upande wa Babu Cancer Foundation, tunawakaribisha.